umeinuliwa juu. Yesu, Hosana, hosana juu mbinguni, duniani iwe amani, umeinuliwa juu. Yesu. Wale ambao ni siku yao ya kwanza kufika kwenye semina hii, kwa unyenyekevu mwingi tunakukaribisha katika Roho Mtakatifu. Karibu ili uweze kusikia kile ambacho Bwana amekikusudia kwako. Na Bwana ametupa kwenye semina hii, kinasema badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Badiliko la kimaisha linaloletwa na utukufu wa Mungu ndani ya kipindi cha uamsho. Na wale ambao tumeanza nao tangu siku ya Jumapili jioni, tumekuwa tukisikiliza kile ambacho Bwana anasema na sisi. Tumekuwa tukisikiliza kile ambacho Bwana anasema nasi, na niliweza kukuambia mambo kadhaa kwa nini Mungu anatupa somo la namna hii. Na niliweza kusema kwamba lengo mojawapo ni utukufu wa Mungu kurejea ndani ya mtu mmoja mmoja katika ngazi ya mtu binafsi na kanisa kwa ujumla. Na katika kipengele hiki kilikuwa na maswali kama mawili. Swali la kwanza, je, utukufu wa Mungu unaweza kuondoka? Na swali la pili, je, utukufu wa Mungu unaweza kupungua? Na nikakupa majibu kwamba utukufu wa Mungu unaweza kuondoka. Na tukaona mfano wa wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 22. Na nikakueleza madhara ya utukufu wa Mungu unapoondoka. Kwanza, utaonewa na adui zako, lakini jambo la pili, utaishi maisha yasiyokuwa ya kwako. Lakini nikakueleza utukufu wa Mungu unaweza kupungua. Neno kupungua maana yake haujaondoka kabisa, lakini umepungua. Na nikakuonyesha kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, anaposema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini nikakwambia lengo la pili ni kujenga mahusiano ya kiushirika kutoka kwenye ngazi ya mtu binafsi. Kwa nini Mungu anatupa ujumbe wa namna hii? Ili uwe na mahusiano binafsi, wewe na Mungu wako, wewe na Mungu aliye hai. Hautahitaji mtu akwambie kwamba wewe una Yesu, lakini utakuwa na ujasiri wa kujua kabisa kwamba huyu Yesu anayehubiriwa ni naye moyoni mwako. Amen, amen. Amen, amen. Lakini lengo la tatu nikasema ni kuhuishwa imani yako ili iwe na matokeo
kuwa na imani isiyokuwa na matokeo sahihi kwenye maisha yako kunapelekea watu wakapoteza identity, utambulisho wao, au kunapelekea watu wengine kukata tamaa. Anaona kama vile Mungu hawezi. Na ndio maana leo ni rahisi kabisa kuona Wakristo wako makanisani, lakini wanategemea msaada wa nguvu za giza, msaada wa waganga wa kienyeji. Sasa hii ni kwa nini? Chanzo chake kinatoka wapi? Wanapokutana na changamoto nyingi na misukosuko mingi, na wanakutana na mashauri mengi huko duniani, na kwa sababu hawana imani yenye kuleta matokeo sahihi, wanaona ni kweli, tangu nimeanza kumwamini huyu Mungu, hali yangu ndio inazidi kuwa mbaya, acha tu nijiongeze. Kwa akili ya kibinadamu anaona anajiongeza, lakini kwa Mungu anafanya uasi. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo somo hili linakuja kuhuisha imani yako ili iwe imani yenye kuleta matokeo sahihi kwenye maisha yako. Na nilikusomea kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 11 mstari wa 40. Yesu anapomwambia Martha, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wangu? Manake ni kama anamwambia kuna kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kinafungua macho yake akauona utukufu wangu. Lakini kwa lugha nyingine anasema kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kina uwezo wa kutengeneza mazingira ya utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Na nikasema ule utukufu wa Mungu aliokuwa anasema pale ni nguvu ya ufufuo na uzima. Na ukiangalia context kule alikoanzia, alikuwa akiwafundisha Martha na Mariamu kwamba mimi ndimi uzima, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mtu akiniamini mimi ajapokufa atakuwa hai. Amen, amen. Atakuwa akiishi. Sasa nikaeleza vitu vingi na tumeenda umbali mrefu. Nikakwambia swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana. Swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana. Na nilikupa mifano kwenye kanisa la Rumi wakati Paulo analiandikia waraka wa Rumi ile sura ya 12 mstari wa 2, anaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya. Lile neno mgeuzwe kwa kufanywa upya, maana yake anazungumza swala la kimabadiliko, lakini mabadiliko katika nia zao, mabadiliko katika fikra zao. Na nikakueleza nikasema hawa ni ndugu wanasali, wameokoka, wako kanisa lililoko Rumi, lakini bahati mbaya hawakuweza kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwa hakika. Na kilichokuwa kinawakwamisha sio kwamba hawajampokea Yesu, wanaye Yesu kwenye maisha yao, lakini fikra zao, nia zao hazijafanywa upya, hazijageuzwa. Na nikakwambia kuna maeneo unaweza ukawa na Yesu na ukakwama. Shida sio Mungu, shida sio Yesu uliye naye, shida ni nia, fikra, akili yako haijabadilishwa. Roho yako imempokea Kristo, lakini akili yako bado inamilikiwa na giza. Kwa hiyo na uhakika giza litaweza kukuendesha linavyojisikia. Kwa Timotheo, Paulo alimwambia Timotheo, akasema waonye hao ndugu ili yamkini wageuke. Kwa nini? Kwa sababu fahamu zao zimetekwa na zinatumikishwa, zinafanya mapenzi ya shetani. Fikiria, wanaoambiwa sio wapagani, wanaoambiwa wako kanisani,
Anawaambia wanampenda Yesu, wamempokea Yesu, lakini napowatazama fahamu zao zinayatenda yaliyo mapenzi ya shetani. Kwa unaweza ukawa na Yesu moyoni mwako, umempokea, lakini fahamu zako zisipobadilishwa utatumikia kitu kingine kabisa, ijapokuwa upo kanisani. Na hili ndio tatizo kubwa la kanisa la siku za mwisho. Na ndio maana Mungu anapoleta semina za namna hii, moja ya kitu anashughulika nacho ni ufahamu wako, pia akili yako ipate kubadilika, upate kujua, upate kuelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nikakueleza vitu vingi, nilikupa tafsiri kama 4, siwezi kurudia huko tulikotoka, lakini nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika. Tafsiri mojawapo ambayo nimekuwa nikiitumia sana, utukufu wa Mungu ni kitu gani? Ni Kristo aliyefunuliwa ndani yetu. Ndani yako Kristo aliyefunuliwa ndio utukufu wa Mungu. Unapompokea Kristo, anapojidhihirisha kwenye maisha yako, kwa lugha nyepesi, maana yake utukufu wa Mungu umedhihirika kwako. Umedhihirika maana yake umewekwa wazi. Na utukufu wa Mungu kwenye Agano Jipya, watu wa Mungu, hautauona kwamba uko kule, uko mahali kule, uko mahali pale. Utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwenye Agano Jipya utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Ndani yako pale unapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nilikwambia vitu kama viwili, kama sio vitatu. Nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo yafuatayo hutokea. Nilikwambia jambo la kwanza ambalo linatokea utukufu wa Mungu unapodhihirika, nikakwambia nguvu ya ufufuo na uzima inakuwa dhahiri. Na nguvu ya ufufuo na uzima inapojitokeza kwenye maisha yako, maana yake vile vilivyokufa vinakuwa hai. Na nikakueleza aina kuu tatu ya vifo. Kifo, tunaposema kifo, nikasema kuna kifo cha kimwili kabisa, yaani roho yako inatengana na mwili wako, hicho ni kifo, aina mojawapo. Aina ya pili nikakueleza kifo cha kiroho, unakuwa huna uzima wa Mungu kwenye maisha yako, kifo cha kiroho. Na nikazungumza aina ya tatu, kifo cha milele, mauti ya pili. Yaani baada ya kuwa umeondoka duniani, kuna mauti inaitwa mauti ya pili. Kama haukuwa na Kristo, haukufa katika Bwana. Wale walio na Kristo hatusemi wamekufa, tunasema wamelala katika Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Kama haukulala katika Bwana, amen, ulimkataa Yesu Kristo ukiwa hai, alafu ghafla unasafiri kwenda Dar es Salaam, umepata ndege ikapata ajali ukafa, na Yesu hauna moyoni. Siku ile nyingine kuna mauti ya pili. Ile mauti ya pili unatengwa na Mungu milele, yaani huna nafasi ya toba tena. Jina la Yesu libarikiwe. Adamu alipoasi mbele za Mungu, mauti mbili zilitokea kwa wakati mmoja, mauti ya kiroho na mauti ya kimwili. Na nielewa ninachosema, lakini nilikueleza vitu vya namna hii. Sasa nikakwambia unapookoka, Yesu Kristo anapoingia ndani yako, utukufu wa Mungu unapodhihirika, maisha yako yanapokea uzima, kwa sababu utukufu wa Mungu unadhihirisha nguvu ya ufufuo na uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Nikakwambia jambo la pili, kwamba utukufu wa Mungu unaleta usikivu. Unaleta usikivu mkubwa wa sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu inakuwa halisi. Nikawaambia mnisikilize nyinyi watu wa Mungu mnaopendwa na Mungu, kuna baraka kwenye maisha yako hazitakuja kwa sababu unatoa sadaka peke yake. Kutoa sadaka ni muhimu, lakini haziji eti kwa sababu unatoa sadaka, kwa sababu unaweza ukatoa sadaka isivyo, na hiyo tunaifanya mara nyingi. Unaweza ukatoa sadaka, unatoa lakini isivyo, sasa huwezi kupokea baraka.
Nikakueleza ukisoma maandiko vizuri, hayasemi tu ukitoa sadaka peke yake utapokea baraka. Baraka nyingi Biblia inaeleza wazi kwamba utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, ukatunza kufanya maagizo yake, baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Sio utazitafuta, zitakuja muda usikiapo sauti ya Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu imebeba mfumo wa maisha uenendaje. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, imebeba maelekezo ndani yake. Sauti ya Mungu imebeba maonyo. Hutasubiri mhubiri aje akuonye. Ukiwa peke yako nyumbani itakuonya. Itakwambia mama, hivi sivyo. Sauti ya Mungu kule ndani imebeba hekima ya namna ya wewe kuishi. Sasa unapoimisi sauti ya Mungu, maana yake utaishi kiolela. Sasa changamoto tulionayo katika siku za mwisho, sauti ya Mungu imekuwa adimu sana. Na kitu kinachoitwa sauti ya Mungu leo, ukiwaambia shetani anaongea, watu wanaamini kweli kwamba shetani anaongea. Lakini ukiwaambia Mungu anaongea, ni ngumu sana. Lakini ukiwaambia shetani ameongea na wewe, atakwambia kabisa kweli ananijiliaga na kwenye ndoto. Kwa nini unaamini kwamba shetani anaongea alafu huamini kama Mungu anaongea? Amen, amen. Na nikakwambia njia nyepesi ya kwanza kuisikia sauti ya Mungu kwa urahisi kabisa ni utakapojifunza kuruhusu utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yako, kwa sababu kule sauti ya Mungu inakuwa wazi. Nikakusomea habari za Petro anapotueleza kwenye ule waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 18, anaeleza wazi. Anasema huyo yeye alipewa heshima na utukufu. Anasema wakati ule alipoletewa sauti kutoka katika utukufu mkuu. Ile sauti ilitoka katika utukufu mkuu. Nikakwambia maana yake utukufu wa Mungu umebeba sauti ambayo unapoisikiliza imebeba kitu cha kimabadiliko kwenye maisha yako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ila nikualike siku ya kesho. Mwambie jirani yako, mwalimu anakualika siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika siku ya kesho. Jitahidi kuwahi, na tunasimama mapema. Na mimi nilikuambia sitaki kukuchelewesha, kwa sababu najua kuna wengine wanatoka Iwambi, wengine wanatoka mpaka Mbalizi. Sasa ni mbali Mbalizi. Sasa kama huyu ni mama mpaka afike Mbalizi, tunaweza kuleta mgogoro usiokuwa na lazima. Mnanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine wanatoka Uyole kabisa, Uyole kule mbali, kwa hiyo ni parefu kidogo. Kwa hiyo niombe, nasimama saa 10:30 na tunakuwa na maombi mwanzoni, alafu neno la Mungu, alafu maombi tunamaliza, unawahi kwenda. Mimi ninachotamani ni Mungu akusemeshe wewe binafsi kile alichokusudia kukusemesha. Na kabla sijasema hili jambo, unisikilize. Kwa nini mwalimu unafundisha kwa mzigo na unazungumza kwa msisitizo sana mpaka mishipa inakutoka? Mishipa inakutoka. Why? Nisikilize. Tulipokuwa na maombi mwaka jana, tulikuwa na maombi ya siku 40. Tukiwa tunaomba sana juu ya mwaka huu. Sana sana. Mungu akatupa neno kutoka kwenye Mwanzo 26 mstari wa 22. Amen. Mungu akatupa neno. Fungua kama unayo hapo Biblia yako. Mwanzo 20. Kabla sijaendelea hii pointi ambayo nataka nikupe, nataka ujue msisitizo wa muhimu sana. Kwa nini semina hii imekuwepo? Mungu alitupa neno kutoka Mwanzo 26. Mwanzo 26 ule mstari wa 22. Ingawa ujumbe wake unaanza kwenye mstari wa 18 mpaka ule wa 22.
Mstari wa 22 unasema hivi, nisikilize kwa makini. Mstari wa 22 unasema hivi: akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Wakati Mungu anatupa ujumbe wa namna hii, tukiwa tunaomba kwa ajili ya mwaka huu 2025, kwamba huu mwaka umebeba kitu gani ndani yake, kwenye level ya kila mtu binafsi, lakini kwenye level ya kanisa, mji, taifa, umebeba kitu gani? Wakati tunaomba, Mungu akatupa ujumbe huu. Na unajua alisema namna gani? Huu ni mwaka wa Rehoboth. Alafu akasema Rehoboth maana yake nini? Bwana, kwa kuwa sasa Bwana amekufanyia nafasi, nawe utazidi katika nchi. Amekufanyia, hujaitafuta hiyo nafasi, ila amekufanyia. Kuna utofauti kati ya kutafuta nafasi na Bwana kukufanyia nafasi. Na alipokuwa anatueleza hiki, unisikilize, wakati Bwana atakuwa anakufanyia nafasi, mambo ya muhimu ya kuyafahamu, usije ukasema sikukwambia. Na usikilize kwa makini. Akasema mambo haya ni ya muhimu kufahamu. Jambo la kwanza, ndani ya mwaka huu ambao Bwana anakufanyia nafasi nao uzidi katika nchi, kutakuwa na vita inaitwa vita ya haki yako. Vita ya haki yako. Na katika hilo jambo la kwanza akatuonyesha kwenye ule mstari wa 18. Unapoanza mstari wa 18 anasema, Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyochimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Mstari wa 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Mstari wa 20, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Kisima ni cha baba yake, ni haki yake, ni urithi wake, lakini anapoanza kukuchimbua kisima ambacho kilizikwa na Wafilisti. Wafilisti wanasimama kwa niaba ya nani? Maadui. Walizika kisima cha baba yake, visima vya baba yake, urithi wao kwenye ukoo ulizikwa. Wanaanza kufukua, kuchimbua ule urithi. Vita inainuka. Wachungaji wa Gerari na wachungaji wa Isaka wanaanza kugombana. Alafu wachungaji wa Gerari wanasema, sawa, mmechimba kisima, lakini maji haya ni ya kwetu sisi. Kisima ambacho ni cha baba wa Isaka. Hawa wanang'ang'ania. Kwa nini vita ya namna hiyo inapotokea? Inatokea ili wanyang'anye haki ya nani? Isaka. Ninachompenda Isaka, hakukata tamaa. Wanagombana naye, anachimba kingine. Anachimba kingine, nacho wakagombania. Akaita jina lingine, hakukata tamaa. Akachimba tena kingine, kwa sababu si anajua hiki ni haki yangu. Akaingia kwenye vita ya kupigania haki, kwamba lazima haki yangu itokeze. Hata kama maadui wanagombana na mimi, wananitabisha, wanafanya wanachoweza, lakini hii ni haki yangu, lazima niione. Akachimba tena. Alipochimba hawakugombana naye, ndipo akasema, wow, Bwana amenifanyia nafasi. Na niliweza kusema
Lengo mojawapo ni utukufu wa Mungu kurejea ndani ya mtu mmoja mmoja katika ngazi ya mtu binafsi na kanisa kwa ujumla. Na katika kipengele hiki kilikuwa na maswali kama mawili. Swali la kwanza, je, utukufu wa Mungu unaweza kuondoka? Na swali la pili, je, utukufu wa Mungu unaweza kupungua? Na nikakupa majibu kwamba utukufu wa Mungu unaweza kuondoka. Na tukaona mfano wa wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 22. Na nikakueleza madhara ya utukufu wa Mungu unapoondoka. Kwanza, utaonewa na adui zako. Lakini jambo la pili, utaishi maisha yasiyokuwa ya kwako. Lakini nikakueleza utukufu wa Mungu unaweza kupungua. Neno kupungua maana yake haujaondoka kabisa, lakini umepungua. Na nikakuonyesha kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23. Anaposema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini nikakwambia lengo la pili ni kujenga mahusiano ya kiushirika kutoka kwenye ngazi ya mtu binafsi. Kwa nini Mungu anatupa ujumbe wa namna hii? Ili uwe na mahusiano binafsi wewe na Mungu wako, wewe na Mungu aliye hai. Hautahitaji mtu akwambie kwamba wewe unaye Yesu, lakini utakuwa na ujasiri wa kujua kabisa kwamba huyu Yesu anayehubiriwa ni naye moyoni mwako. Amen, amen. Amen, amen. Lakini lengo la tatu nikasema ni kuhuishwa imani yako ili iwe na matokeo. Kuwa na imani isiyokuwa na matokeo sahihi kwenye maisha yako kunapelekea watu wakapoteza identity, utambulisho wao, au kunapelekea watu wengine kukata tamaa. Anaona kama vile Mungu hawezi. Na ndio maana leo ni rahisi kabisa kuona Wakristo wako makanisani, lakini wanategemea msaada wa nguvu za giza, msaada wa waganga wa kienyeji. Sasa hii ni kwa nini? Chanzo chake kinatoka wapi? Wanapokutana na changamoto nyingi na misukosuko mingi, na wanakutana na mashauri mengi huko duniani, na kwa sababu hawana imani yenye kuleta matokeo sahihi, wanaona ni kweli, tangu nimeanza kumwamini huyu Mungu hali yangu ndio inazidi kuwa mbaya, acha tu nijiongeze. Kwa akili ya kibinadamu anaona anajiongeza, lakini kwa Mungu anafanya uasi. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo somo hili linakuja kuhuisha imani yako ili iwe imani yenye kuleta matokeo sahihi kwenye maisha yako. Na nilikusomea kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 11 mstari wa 40. Yesu anapomwambia Martha, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wangu? Manake ni kama anamwambia kuna kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kinafungua macho yake akauona utukufu wangu. Lakini kwa lugha nyingine anasema kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kina uwezo wa kutengeneza mazingira ya utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Na nikasema ule utukufu wa Mungu aliyokuwa anasema pale ni nguvu ya ufufuo na uzima. Na ukiangalia context kule alikoanzia, alikuwa akiwafundisha Martha na Mariamu kwamba mimi ndimi uzima, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mtu akiniamini mimi ajapokufa atakuwa hai. Amen, amen. Atakuwa akiishi.
Sasa nikaeleza vitu vingi na tumeenda umbali mrefu. Nikakwambia swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana. Swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana, na nilikupa mifano kwenye kanisa la Rumi wakati Paulo analiandikia waraka wa Rumi ile sura ya 12 mstari wa 2 anaposema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya. Lile neno mgeuzwe kwa kufanywa upya, maana yake anazungumza swala la kimabadiliko, lakini mabadiliko katika nia sawa, mabadiliko katika fikra sawa. Na nikakueleza nikasema, hawa ni ndugu wanasali, wameokoka, wako kanisa lililoko Rumi, lakini bahati mbaya hawakuweza kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwa hakika. Na kilichokuwa kinawakwamisha sio kwamba hawajampokea Yesu, wanaye Yesu kwenye maisha yao, lakini fikra zao, nia zao hazijafanywa upya, hazijageuzwa. Na nikakwambia kuna maeneo unaweza ukawa na Yesu na ukakwama. Shida sio Mungu, shida sio Yesu uliye naye, shida ni nia, fikra. Akili yako haijabadilishwa. Roho yako imempokea Kristo, lakini akili yako bado inamilikiwa na giza. Kwa hiyo na uhakika giza litaweza kukuendesha linavyojisikia. Kwa Timotheo, Paulo alimwambia Timotheo, akasema waonye hao ndugu ili yamkini wageuke. Kwa nini? Kwa sababu fahamu zao zimetekwa na zinatumikishwa, zinafanya mapenzi ya shetani. Fikiria, wanaoambiwa sio wapagani, wanaoambiwa wako kanisani. Anawaambia wanampenda Yesu, wamempokea Yesu, lakini napo watazama fahamu zao zinayatenda yaliyo mapenzi ya shetani. Kwa unaweza ukawa na Yesu moyoni mwako, umempokea, lakini fahamu zako zisipobadilishwa utatumikia kitu kingine kabisa, ijapokuwa upo kanisani. Na hili ndio tatizo kubwa la kanisa la siku za mwisho. Na ndio maana Mungu anapoleta semina za namna hii, moja ya kitu anashughulika nacho ni ufahamu wako pia. Akili yako ipate kubadilika, upate kujua, upate kuelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nikakueleza vitu vingi, nilikupa tafsiri kama 4, siwezi kurudia huko tulikotoka. Lakini nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika. Tafsiri mojawapo ambayo nimekuwa nikiitumia sana, utukufu wa Mungu ni kitu gani? Ni Kristo aliyefunuliwa ndani yetu. Ndani yako Kristo aliyefunuliwa ndio utukufu wa Mungu. Unapompokea Kristo, anapojidhihirisha kwenye maisha yako, kwa lugha nyepesi, maana yake utukufu wa Mungu umedhihirika kwako. Umedhihirika maana yake umewekwa wazi. Na utukufu wa Mungu kwenye Agano Jipya, watu wa Mungu, hautauona kwamba uko kule, uko mahali kule, uko mahali pale. Utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwenye Agano Jipya utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Ndani yako pale unapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nilikwambia vitu kama viwili kama sio vitatu. Nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo yafuatayo hutokea. Nilikwambia jambo la kwanza ambalo linatokea utukufu wa Mungu unapodhihirika, nikakwambia nguvu ya ufufuo na uzima inakuwa dhahiri. Na nguvu ya ufufuo na uzima inapojitokeza kwenye maisha yako, maana yake vile vilivyokufa vinakuwa hai. Na nikakueleza aina kutatu ya vifo. Kifo, tunaposema kifo, nikasema kuna kifo cha kimwili kabisa, yaani roho yako inatengana na mwili wako, hicho ni kifo, aina mojawapo. Aina ya pili nikakueleza kifo cha kiroho, unakuwa huna uzima wa Mungu kwenye maisha yako, kifo cha kiroho.
Na nikazungumza aina ya tatu, kifo cha milele, mauti ya pili. Yaani baada ya kuwa umeondoka duniani, kuna mauti inaitwa mauti ya pili. Kama haukuwa na Kristo, haukufa katika Bwana. Wale walio na Kristo hatusemi wamekufa, tunasema wamelala katika Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Kama haukulala katika Bwana, amen, ulimkataa Yesu Kristo ukiwa hai, alafu ghafla unasafiri kwenda Dar es Salaam, umepata ndege ikapata ajali ukafa, na Yesu hauna moyoni. Siku ile nyingine kuna mauti ya pili. Ile mauti ya pili unatengwa na Mungu milele, yaani huna nafasi ya toba tena. Jina la Yesu libarikiwe. Adamu alipoasi mbele za Mungu, mauti mbili zilitokea kwa wakati mmoja, mauti ya kiroho na mauti ya kimwili. Na nielewa ninachosema? Lakini nilikueleza vitu vya namna hii. Sasa nikakwambia unapookoka, Yesu Kristo anapoingia ndani yako, utukufu wa Mungu unapodhihirika, maisha yako yanapokea uzima, kwa sababu utukufu wa Mungu unadhihirisha nguvu ya ufufuo na uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Nikakwambia jambo la pili, kwamba utukufu wa Mungu unaleta usikivu. Unaleta usikivu mkubwa wa sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu inakuwa halisi. Nikawaambia mnisikilize nyinyi watu wa Mungu mnaopendwa na Mungu, kuna baraka kwenye maisha yako. Hazitakuja kwa sababu unatoa sadaka peke yake. Kutoa sadaka ni muhimu, lakini haziji eti kwa sababu unatoa sadaka, kwa sababu unaweza ukatoa sadaka isivyo, na hiyo tunaifanya mara nyingi. Unaweza ukatoa sadaka, unatoa lakini isivyo. Sasa huwezi kupokea baraka. Nikakueleza, ukisoma maandiko vizuri, hayasemi tu ukitoa sadaka peke yake utapokea baraka. Baraka nyingi Biblia inaeleza wazi kwamba utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, ukatunza kufanya maagizo yake, baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Sio utazitafuta, zitakuja muda usikiapo sauti ya Mungu, kwa sababu sauti ya Mungu imebeba mfumo wa maisha uenendaje. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, imebeba maelekezo ndani yake. Sauti ya Mungu imebeba maonyo. Hutasubiri mhubiri aje akuonye. Ukiwa peke yako nyumbani, itakuonya, itakwambia mama, hivi sivyo. Sauti ya Mungu kule ndani imebeba hekima ya namna ya wewe kuishi. Sasa unapoimisi sauti ya Mungu, maana yake utaishi kiolela. Sasa changamoto tulionayo katika siku za mwisho, sauti ya Mungu imekuwa adimu sana. Na kitu kinachoitwa sauti ya Mungu leo, ukiwaambia shetani anaongea, watu wanaamini kweli kwamba shetani anaongea. Lakini ukiwaambia Mungu anaongea, ni ngumu sana. Lakini ukiwaambia shetani ameongea na wewe, atakwambia kabisa kweli ananijiliaga na kwenye ndoto. Kwa nini unaamini kwamba shetani anaongea alafu huamini kama Mungu anaongea? Amen, amen. Na nikakwambia njia nyepesi ya kwanza kuisikia sauti ya Mungu kwa urahisi kabisa ni utakapojifunza kuruhusu utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yako, kwa sababu kule sauti ya Mungu inakuwa wazi. Nikakusomea habari za Petro anapotueleza kwenye ule waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 18. Anaeleza wazi, anasema huyo yeye alipewa heshima na utukufu. Anasema wakati ule alipoletewa sauti kutoka katika utukufu mkuu. Ile sauti ilitoka katika utukufu mkuu. Nikakwambia maana yake utukufu wa Mungu umebeba sauti ambayo unapoisikiliza
imebeba kitu cha kimabadiliko kwenye maisha yako. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Na jambo la tatu, nikakueleza utukufu wa Mungu unadhihirisha ufahamu, sema ufahamu, ufahamu wa kiungu. Na hapo ndipo tuliishia jana. Wangapi wanakumbuka mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama haukupata nafasi ya kuhudhuria, at least angalau nimekuonyesha tulikotoka na tulikuwa tunaomba. Sasa leo nataka nikupe pointi moja tu kwa kifupi, alafu tuombe uweze kuondoka. Niliahidi kwamba leo tutakuwa na maombi, lakini kwa sababu ya ratiba ambayo tumekuwa nayo, tutaomba kile ambacho Mungu anatuongoza, lakini hatuwezi kuwa na maombezi mengi kwa muda mrefu. Ila nikualike siku ya kesho. Mwambie jirani yako, mwalimu anakualika siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika siku ya kesho. Jitahidi kuwahi, na tunasimama mapema. Na mimi nilikuambia sitaki kukuchelewesha, kwa sababu najua kuna wengine wanatoka Iwambi, wengine wanatoka mpaka Mbalizi. Sasa ni mbali Mbalizi. Sasa kama huyu ni mama mpaka afike Mbalizi, tunaweza kuleta mgogoro usiokuwa na lazima. Unanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine wanatoka Uyole kabisa, Uyole kule mbali, kwa hiyo ni parefu kidogo. Kwa hiyo niombe, nasimama saa 10:30 na tunakuwa na maombi mwanzoni, alafu neno la Mungu, alafu maombi tunamaliza, unawahi kwenda. Mimi ninachotamani ni Mungu akusemeshe wewe binafsi kile alichokusudia kukusemesha. Na kabla sijasema hili jambo, unisikilize. Kwa nini mwalimu unafundisha kwa mzigo na unazungumza kwa msisitizo sana mpaka mishipa inakutoka? Mishipa inakutoka. Why? Nisikilize. Tulipokuwa na maombi mwaka jana, tulikuwa na maombi ya siku 40. Tukiwa tunaomba sana juu ya mwaka huu. Sana sana. Mungu akatupa neno kutoka kwenye Mwanzo 26 mstari wa 22. Amen. Mungu akatupa neno. Fungua kama unayo hapo mbele yako. Mwanzo 20. Kabla sijaendelea hii pointi ambayo nataka nikupe, nataka ujue msisitizo wa muhimu sana. Kwa nini semina hii imekuwepo? Mungu alitupa neno kutoka Mwanzo 26. Mwanzo 26 ule mstari wa 22. Ingawa ujumbe wake unaanza kwenye mstari wa 18 mpaka ule wa 22. Mstari wa 22 unasema hivi, nisikilize kwa makini. Mstari wa 22 unasema hivi: akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Wakati Mungu anatupa ujumbe wa namna hii, tukiwa tunaomba kwa ajili ya mwaka huu 2025, kwamba huu mwaka umebeba kitu gani ndani yake, kwenye level ya kila mtu binafsi, lakini kwenye level ya kanisa, mji, taifa, umebeba kitu gani? Wakati tunaomba, Mungu akatupa ujumbe huu. Na unajua alisema namna gani? Huu ni mwaka wa Rehoboth. Alafu akasema Rehoboth maana yake ni Bwana, kwa kuwa sasa Bwana amekufanyia nafasi, nawe utazidi katika nchi. Amekufanyia, hujaitafuta hiyo nafasi, ila amekufanyia. Kuna utofauti kati ya kutafuta nafasi na Bwana kukufanyia nafasi. Na alipokuwa anatueleza hiki, unisikilize, wakati Bwana atakuwa anakufanyia nafasi, mambo ya muhimu ya kuyafahamu
usije ukasema sikukwambia. Na usikilize kwa makini. Akasema mambo haya ni ya muhimu kufahamu. Jambo la kwanza, ndani ya mwaka huu ambao Bwana anakufanyia nafasi inayozidi katika nchi, kutakuwa na vita inaitwa vita ya haki yako. Vita ya haki yako. Na katika hilo jambo la kwanza akatuonyesha kwenye ule mstari wa 18. Unapoanza mstari wa 18 anasema Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyochimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Mstari wa 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Mstari wa 20, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Kisima ni cha baba yake, ni haki yake, ni urithi wake, lakini anapoanza kukuchimbua kisima ambacho kilizikwa na Wafilisti. Wafilisti wanasimama kwa niaba ya nani? Maadui. Walizika kisima cha baba yake, visima vya baba yake, urithi wao kwenye ukoo ulizikwa. Wanaanza kufukua, kuchimbua ule urithi. Vita inainuka. Wachungaji wa Gerari na wachungaji wa Isaka wanaanza kugombana. Alafu wachungaji wa Gerari wanasema, sawa, mmechimba kisima, lakini maji haya ni ya kwetu sisi. Kisima ambacho ni cha baba wa Isaka. Hawa wanang'ang'ania. Kwa nini vita ya namna hiyo inapotokea? Inatokea ili wanyang'anye haki ya nani? Ya Isaka. Ninachompenda Isaka, hakukata tamaa. Wanagombana naye, anachimba kingine, anachimba kingine, nacho wakagombania, akaita jina lingine. Hakukata tamaa, akachimba tena kingine, kwa sababu si anajua hiki ni haki yangu. Akaingia kwenye vita ya kupigania haki, kwamba lazima haki yangu itokeze, hata kama maadui wanagombana na mimi, wananitabisha, wanafanya wanachoweza, lakini hii ni haki yangu, lazima niione. Akachimba tena. Alipochimba hawakugombana naye, ndipo akasema, wow, Bwana amenifanyia nafasi. Na niliweza kusema kwamba lengo mojawapo ni utukufu wa Mungu kurejea ndani ya mtu mmoja mmoja, katika ngazi ya mtu binafsi na kanisa kwa ujumla. Na katika kipengele hiki kilikuwa na maswali kama mawili. Swali la kwanza, je, utukufu wa Mungu unaweza kuondoka? Na swali la pili, je, utukufu wa Mungu unaweza kupungua? Na nikakupa majibu kwamba utukufu wa Mungu unaweza kuondoka. Na tukaona mfano wa wana wa Israeli kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 22. Na nikakueleza madhara ya utukufu wa Mungu unapoondoka. Kwanza, utaonewa na adui zako, lakini jambo la pili, utaishi maisha yasiyokuwa ya kwako. Lakini nikakueleza utukufu wa Mungu unaweza kupungua. Neno kupungua maana yake haujaondoka kabisa, lakini umepungua. Na nikakuonyesha kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, anaposema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini nikakwambia lengo la pili ni kujenga mahusiano ya kiushirika kutoka kwenye ngazi ya mtu binafsi. Kwa nini Mungu anatupa ujumbe wa namna hii? Ili uwe na mahusiano binafsi wewe na Mungu wako, wewe
wewe na Mungu aliye hai. Hautahitaji mtu akwambie kwamba wewe unaye Yesu, lakini utakuwa na ujasiri wa kujua kabisa kwamba huyu Yesu anayehubiriwa ni naye moyoni mwako. Amen, amen. Amen, amen. Lakini lengo la tatu nikasema ni kuhuishwa imani yako ili iwe na matokeo. Kuwa na imani isiyokuwa na matokeo sahihi kwenye maisha yako kunapelekea watu wakapoteza identity, utambulisho wao, au kunapelekea watu wengine kukata tamaa. Anaona kama vile Mungu hawezi. Na ndio maana leo ni rahisi kabisa kuona Wakristo wako makanisani, lakini wanategemea msaada wa nguvu za giza, msaada wa waganga wa kienyeji. Sasa hii ni kwa nini? Chanzo chake kinatoka wapi? Wanapokutana na changamoto nyingi na misukosuko mingi, na wanakutana na mashauri mengi huko duniani, na kwa sababu hawana imani yenye kuleta matokeo sahihi, wanaona ni kweli, tangu nimeanza kumwamini huyu Mungu hali yangu ndio inazidi kuwa mbaya, acha tu nijiongeze. Kwa akili ya kibinadamu anaona anajiongeza, lakini kwa Mungu anafanya uasi. Amen, watu wa Mungu. Kwa hiyo somo hili linakuja kuhuisha imani yako ili iwe imani yenye kuleta matokeo sahihi kwenye maisha yako. Na nilikusomea kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 11 mstari wa 40. Yesu anapomwambia Martha, si nilikwambia ukiamini utauona utukufu wangu? Manake ni kama anamwambia kuna kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kinafungua macho yake akauona utukufu wa Mungu. Lakini kwa lugha nyingine anasema kiwango cha imani mtu akiwa nacho huwa kina uwezo wa kutengeneza mazingira ya utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yake. Haleluya, watu wa Mungu. Na nikasema ule utukufu wa Mungu aliyokuwa anasema pale ni nguvu ya ufufuo na uzima. Na ukiangalia context kule alikoanzia, alikuwa akiwafundisha Martha na Mariamu kwamba mimi ndimi uzima, mimi ndimi ufufuo na uzima. Mtu akiniamini mimi ajapokufa atakuwa hai. Amen, amen. Atakuwa akiishi. Sasa nikaeleza vitu vingi na tumeenda umbali mrefu. Nikakwambia swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana. Swala la mabadiliko ya kimaisha ni muhimu sana. Na nilikupa mifano kwenye kanisa la Rumi wakati Paulo analiandikia waraka wa Rumi ile sura ya 12 mstari wa 2, anaposema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Mgeuzwe kwa kufanywa upya. Lile neno mgeuzwe kwa kufanywa upya, maana yake anazungumza swala la kimabadiliko, lakini mabadiliko katika nia zao, mabadiliko katika fikra zao. Na nikakueleza nikasema hawa ni ndugu wanasali, wameokoka, wako kanisa lililoko Rumi, lakini bahati mbaya hawakuweza kujua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu kwa hakika. Na kilichokuwa kinawakwamisha sio kwamba hawajampokea Yesu, wanaye Yesu kwenye maisha yao, lakini fikra zao, nia zao hazijafanywa upya, hazijageuzwa. Na nikakwambia kuna maeneo unaweza ukawa na Yesu na ukakwama. Shida sio Mungu, shida sio Yesu aliye naye, shida ni nia, fikra. Akili yako haijabadilishwa. Roho yako imempokea Kristo, lakini akili yako bado inamilikiwa na giza.
Kwa hiyo na uhakika giza litaweza kukuendesha linavyojisikia. Kwa Timotheo, Paulo alimwambia Timotheo, akasema waonye hao ndugu ili yamkini wageuke. Kwa nini? Kwa sababu fahamu zao zimetekwa na zinatumikishwa, zinafanya mapenzi ya shetani. Fikiria, wanaoambiwa sio wapagani, wanaoambiwa wako kanisani. Anawaambia wanampenda Yesu, wamempokea Yesu, lakini napo watazama fahamu zao zinayatenda yaliyo mapenzi ya shetani. Kwa unaweza ukawa na Yesu moyoni mwako, umempokea, lakini fahamu zako zisipobadilishwa utatumikia kitu kingine kabisa, ijapokuwa upo kanisani. Na hili ndio tatizo kubwa la kanisa la siku za mwisho. Na ndio maana Mungu anapoleta semina za namna hii, moja ya kitu anashughulika nacho ni ufahamu wako pia. Akili yako ipate kubadilika, upate kujua, upate kuelewa. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa nikakueleza vitu vingi, nilikupa tafsiri kama 4, siwezi kurudia huko tulikotoka. Lakini nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika. Tafsiri mojawapo ambayo nimekuwa nikiitumia sana, utukufu wa Mungu ni kitu gani? Ni Kristo aliyefunuliwa ndani yetu. Ndani yako Kristo aliyefunuliwa ndio utukufu wa Mungu. Unapompokea Kristo, anapojidhihirisha kwenye maisha yako, kwa lugha nyepesi, maana yake utukufu wa Mungu umedhihirika kwako. Umedhihirika maana yake umewekwa wazi. Na utukufu wa Mungu kwenye Agano Jipya, watu wa Mungu, hautauona kwamba uko kule, uko mahali kule, uko mahali pale. Utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Jina la Yesu libarikiwe. Kwenye Agano Jipya utukufu wa Mungu unaanzia ndani yako. Ndani yako pale unapompokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na nilikwambia vitu kama viwili kama sio vitatu. Nikakwambia utukufu wa Mungu unapodhihirika, mambo yafuatayo hutokea. Nilikwambia jambo la kwanza ambalo linatokea utukufu wa Mungu unapodhihirika, nikakwambia nguvu ya ufufuo na uzima inakuwa dhahiri. Na nguvu ya ufufuo na uzima inapojitokeza kwenye maisha yako, maana yake vile vilivyokufa vinakuwa hai. Na nikakueleza aina kuu tatu ya vifo. Kifo, tunaposema kifo, nikasema kuna kifo cha kimwili kabisa, yaani roho yako inatengana na mwili wako, hicho ni kifo, aina mojawapo. Aina ya pili nikakueleza kifo cha kiroho, unakuwa huna uzima wa Mungu kwenye maisha yako, kifo cha kiroho. Na nikazungumza aina ya tatu, kifo cha milele, mauti ya pili. Yaani baada ya kuwa umeondoka duniani, kuna mauti inaitwa mauti ya pili. Kama haukuwa na Kristo, haukufa katika Bwana. Wale walio na Kristo hatusemi wamekufa, tunasema wamelala katika Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Kama haukulala katika Bwana, amen, ulimkataa Yesu Kristo ukiwa hai, alafu ghafla unasafiri kwenda Dar es Salaam, umepata ndege ikapata ajali ukafa, na Yesu hauna moyoni. Siku ile nyingine kuna mauti ya pili. Ile mauti ya pili unatengwa na Mungu milele, yaani huna nafasi ya toba tena. Jina la Yesu libarikiwe. Adamu alipoasi mbele za Mungu, mauti mbili zilitokea kwa wakati mmoja, mauti ya kiroho na mauti ya kimwili. Na nielewa ninachosema, lakini nilikueleza vitu vya namna hii. Sasa nikakwambia unapookoka, Yesu Kristo anapoingia ndani yako, utukufu wa Mungu unapodhihirika, maisha yako yanapokea uzima, kwa sababu utukufu wa Mungu unadhihirisha nguvu ya ufufuo na uzima. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Nikakwambia jambo la pili, kwamba utukufu wa Mungu unaleta usikivu. Unaleta usikivu mkubwa wa sauti ya Mungu, na sauti ya Mungu inakuwa halisi,
Nikawaambia, mnisikilize nyinyi watu wa Mungu mnaopendwa na Mungu. Kuna baraka kwenye maisha yako hazitakuja kwa sababu unatoa sadaka peke yake. Kutoa sadaka ni muhimu, lakini haziji eti kwa sababu unatoa sadaka. Kwa sababu unaweza ukatoa sadaka isivyo, na hiyo tunaifanya mara nyingi. Unaweza ukatoa sadaka, unatoa lakini isivyo. Sasa huwezi kupokea baraka. Nikakueleza, ukisoma maandiko vizuri, hayasemi tu ukitoa sadaka peke yake utapokea baraka. Baraka nyingi Biblia inaeleza wazi kwamba utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, ukatunza kufanya maagizo yake, baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Sio utazitafuta, zitakuja muda usikiapo sauti ya Mungu. Kwa sababu sauti ya Mungu imebeba mfumo wa maisha uenendaje. Ikiwa wewe ni mfanyabiashara, imebeba maelekezo ndani yake. Sauti ya Mungu imebeba maonyo. Hutasubiri mhubiri aje akuonye. Ukiwa peke yako nyumbani itakuonya. Itakwambia, mama, hivi sivyo. Sauti ya Mungu kule ndani imebeba hekima ya namna ya wewe kuishi. Sasa unapoimisi sauti ya Mungu, maana yake utaishi kiolela. Sasa changamoto tulionayo katika siku za mwisho, sauti ya Mungu imekuwa adimu sana. Na kitu kinachoitwa sauti ya Mungu leo, ukiwaambia shetani anaongea, watu wanaamini kweli kwamba shetani anaongea. Lakini ukiwaambia Mungu anaongea, ni ngumu sana. Lakini ukiwaambia shetani ameongea na wewe, atakwambia kabisa, kweli ananijiliaga na kwenye ndoto. Kwa nini unaamini kwamba shetani anaongea alafu huamini kama Mungu anaongea? Amen, amen. Na nikakwambia njia nyepesi ya kwanza kuisikia sauti ya Mungu kwa urahisi kabisa ni utakapojifunza kuruhusu utukufu wa Mungu kudhihirika kwenye maisha yako, kwa sababu kule sauti ya Mungu inakuwa wazi. Nikakusomea habari za Petro anapotueleza kwenye ule waraka wa Petro, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 17 hadi wa 18. Anaeleza wazi, anasema huyo yeye alipewa heshima na utukufu. Anasema wakati ule alipoletewa sauti kutoka katika utukufu mkuu. Ile sauti ilitoka katika utukufu mkuu. Nikakwambia maana yake utukufu wa Mungu umebeba sauti ambayo unapoisikiliza imebeba kitu cha kimabadiliko kwenye maisha yako. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Na jambo la tatu, nikakueleza utukufu wa Mungu unadhihirisha ufahamu. Sema ufahamu. Ufahamu wa kiungu. Na hapo ndipo tuliishia jana. Wangapi wanakumbuka mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama haukupata nafasi ya kuhudhuria, at least angalau nimekuonyesha tulikotoka na tulikuwa tunaomba. Sasa leo nataka nikupe pointi moja tu kwa kifupi, alafu tuombe uweze kuondoka. Niliahidi kwamba leo tutakuwa na maombi, lakini kwa sababu ya ratiba ambayo tumekuwa nayo, tutaomba kile ambacho Mungu anatuongoza, lakini hatuwezi kuwa na maombezi mengi kwa muda mrefu. Ila nikualike siku ya kesho. Mwambie jirani yako, mwalimu anakualika siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika siku ya kesho. Jitahidi kuwahi, na tunasimama mapema. Na mimi nilikuambia sitaki kukuchelewesha, kwa sababu najua kuna wengine wanatoka Iwambi, wengine wanatoka mpaka Mbalizi. Sasa ni mbali Mbalizi. Sasa kama huyu ni mama mpaka afike Mbalizi, tunaweza kuleta mgogoro usiokuwa na lazima. Mnanielewa ninachosema? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wengine wanatoka Uyole kabisa, Uyole kule mbali, kwa hiyo ni parefu kidogo. Kwa hiyo niombe, nasimama saa 10:30 na tunakuwa na maombi mwanzoni, alafu neno la Mungu, alafu maombi tunamaliza, unawahi kwenda. Mimi ninachotamani ni Mungu akusemeshe wewe binafsi
kile alichokusudia kukusemesha. Na kabla sijasema hili jambo, unisikilize. Kwa nini mwalimu unafundisha kwa mzigo na unazungumza kwa msisitizo sana mpaka mishipa inakutoka? Mishipa inakutoka. Why? Unisikilize. Tulipokuwa na maombi mwaka jana, tulikuwa na maombi ya siku 40. Tulikuwa tunaomba sana juu ya mwaka huu. Sana. Mungu akatupa neno kutoka kwenye Mwanzo 26 mstari wa 22. Amen. Mungu akatupa neno. Fungua kama unayo hapo Biblia yako. Mwanzo 20. Kabla sijaendelea hii pointi ambayo nataka nikupe, nataka ujue msisitizo wa muhimu sana. Kwa nini semina hii imekuwepo? Mungu alitupa neno kutoka Mwanzo 26. Mwanzo 26 ule mstari wa 22. Ingawa ujumbe wake unaanza kwenye mstari wa 18 mpaka ule wa 22. Mstari wa 22 unasema hivi, nisikilize kwa makini. Mstari wa 22 unasema hivi: akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Wakati Mungu anatupa ujumbe wa namna hii, tukiwa tunaomba kwa ajili ya mwaka huu 2025, kwamba huu mwaka umebeba kitu gani ndani yake, kwenye level ya kila mtu binafsi, lakini kwenye level ya kanisa, mji, taifa, umebeba kitu gani? Wakati tunaomba, Mungu akatupa ujumbe huu. Na unajua alisema namna gani? Huu ni mwaka wa Rehoboth. Alafu akasema Rehoboth maana yake nini? Bwana, kwa kuwa sasa Bwana amekufanyia nafasi, nawe utazidi katika nchi. Amekufanyia, hujaitafuta hiyo nafasi, ila amekufanyia. Kuna utofauti kati ya kutafuta nafasi na Bwana kukufanyia nafasi. Na alipokuwa anatueleza hiki, unisikilize, wakati Bwana atakuwa anakufanyia nafasi, mambo ya muhimu ya kuyafahamu, usije ukasema sikukwambia. Na usikilize kwa makini. Akasema mambo haya ni ya muhimu kufahamu. Jambo la kwanza, ndani ya mwaka huu ambao Bwana anakufanyia nafasi nao uzidi katika nchi, kutakuwa na vita inaitwa vita ya haki yako. Vita ya haki yako. Na katika hilo jambo la kwanza akatuonyesha kwenye ule mstari wa 18. Unapoanza mstari wa 18, anasema Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyochimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Mstari wa 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Mstari wa 20, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Kisima ni cha baba yake, ni haki yake, ni urithi wake, lakini anapoanza kukuchimbua kisima ambacho kilizikwa na Wafilisti. Wafilisti wanasimama kwa niaba ya nani? Maadui. Walizika kisima cha baba yake, visima vya baba yake, urithi wao kwenye ukoo ulizikwa. Wanaanza kufukua, kuchimbua ule urithi. Vita inainuka. Wachungaji wa Gerari
na wachungaji wa Isaka wanaanza kugombana. Alafu wachungaji wa Gerari wanasema sawa, mmechimba kisima, lakini maji haya ni ya kwetu sisi. Kisima ambacho ni cha baba wa Isaka. Hawa wanang'ang'ania. Kwa nini vita ya namna hiyo inapotokea? Inatokea ili wanyang'anye haki ya nani? Ya Isaka. Ninachompenda Isaka, hakukata tamaa. Wanagombana naye, anachimba kingine. Anachimba kingine, nacho wakagombania. Akaita jina lingine, hakukata tamaa. Akachimba tena kingine, kwa sababu si anajua hiki ni haki yangu. Akaingia kwenye vita ya kupigania haki, kwamba lazima haki yangu itokeze. Hata kama maadui wanagombana na mimi, wananitabisha, wanafanya wanachoweza, lakini hii ni haki yangu, lazima niione. Akachimba tena. Alipochimba hawakugombana naye, ndipo akasema wow, Bwana amenifanyia nafasi, nami nitazidi katika nchi. Unaona, haikuwa rahisi. Kwa hiyo ni rahisi kutembea, Bwana mwaka huu ananifanyia nafasi, nami nitazidi katika nchi. Kuna vita. Kuna sasa unaposoma Biblia, ukisoma kile kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7 na kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 8 mpaka wa 23, andika haraka. Na mimi najitahidi hivyo. Mwalimu, mbona unakimbia sana? Sina, mimi nakimbia ili na wewe usichelewe hapa. Zaburi 34 mstari wa 7, alafu Wafalme wa Pili 6 mstari wa 8 hadi wa 23. Nakupa aina nyingine ya ulinzi wa malaika. Nimewakwambia kuna ulinzi wa nguvu za Mungu, lakini kuna ulinzi wa nini? Wa malaika. Kama umesikia watu wakikwambia ukienda kwenye nyumba ya wanakole, unakufika mahali saa nyingine unakutana na maji yamefurika ile nyumba, wachawi hao wanazungumza. Ujue wanachozungumza nini? Nguvu za Mungu zimemwatamia huyu mtu, zimemzingira. Jina la Yesu libarikiwe. Nguvu za Mungu zikimzingira mtu ni ngumu sana kumpata. Saa nyingine zinakuwa kama vile umeme, kama radi. Kwa hiyo wale wanaofahamu radi nafikiri wanaijua. Ukipita vibaya ufuasi wa malaika. Kwenye Zaburi anasema malaika huweka kituo kwao wa mchao, si ndio? Neno lile kituo maana yake wanaweka kambi. Kama vile unavyonaga kambi za kijeshi. Unaweza kaenda kuiba kambini. Unaweza kwenda kuiba, sio? Siku moja ukaibe Mbalizi kule kambi ya jeshi. Kwanza hata ukipita tu pembeni, hakuna aliyekwambia tembea kwa nidhamu. Kama ulikuwa unapiga kelele, unaanza kupunguza kelele. Hakuna aliyekwambia, kwa sababu umejua tu hapa ni kambi ya kijeshi. Sasa ndivyo alivyo mtoto wa Mungu anayemcha Mungu. Malaika huwa wanaweka kituo kwenye maisha yake, wanaweka kambi. Sasa hizo ni aina za ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Na aishi hapo Mungu. Mungu akitaka kukulinda anatumia pia watu. Sema watu. Ni aina nyingine ya ulinzi. Muda hautoshi ningekupa maandiko. Muda hautoshi. Ungemuona shangazi mmoja ambaye aliamua kuua watoto wa kaka yake ili wasije wakalisi ufalme. Akaamua kuwaua, alafu akafikiri amewamaliza, lakini kuna kuhani mmoja alimchukua mtoto wa yule mfalme, kaka wa huyu shangazi, alafu akaenda kumficha. Maana yake Mungu anawatumia watu pia kulinda. Ndio maana kuna aina ya watu wanaweza wakawa wanafuatilia maisha yako mpaka unakuwa bored. Kumbe Mungu anawatumia kukulinda wewe usipotee. Jina la Yesu libarikiwe. Mpaka unakasirika. Unasema hivi wananifuatilia nini? Wamekosa kazi. Kama ni mwenzangu na mimi mtu wa Mbeya, Asumbua watu hapa. Wanasumbua, kumbe Mungu amewapa mzigo ili wakulinde, ili wakutunze. Unanielewa? Ndio maana hata mtu akiwa mtumishi hawi peke yake, kwa sababu atapotea, ataharibika. Ana watu wanaomwamini.
kumwambia no. This one, hii sio sawa, hii sio sawa. Hii ana watu wenye sauti ya kumwambia usiende unakokwenda. Geuka. Akikosa hao watu maana yake amekosa ulinzi. Kuna wakati wanawaambia hadi wanakwaya, mkiona mna mlezi anayewaogopa, huyo sio mlezi bado. Mjue mmemnyima mamlaka. Na kwaya nyingi zinawanyima walezi mamlaka. Kasoro kwaya zenu tu nyinyi inaonekana mko na hofu. Ila kwaya nyingi huwa zinawanyima walezi mamlaka. Kwambia mlezi atusikilize sisi. Sasa mlezi maana yake ni? Yaani mlezi awasikilize nini? Maana yake ni? Asikilize sisi tulichoamua. Hamjampa meno huyo mlezi. Na mtapotea. Migogoro itakuwa mikubwa. Mlezi akiwa na power, kuna vitu hadi mnaogopa, mnasema hili likimfikia mlezi hatujapona. Hatujawa sawa. Wewe angalia hata ndoa za vijana wadogo, vijana ambao hazina walezi. Kaangalie shughuli yake. Kaangalie. Kila kitu ambacho unakiona ni bora kimewahi kuwa na mlezi. Unanielewa ninachosema? Na mlezi akipewa power, akipewa mamlaka, hata kama hujafanya kosa, lakini unajichunga usifanye kosa. Na ikitokea umefanya kosa, usubiri kuitwa, unaenda mwenyewe unajipeleka, unasema naomba unisamehe, nimekosea. Kwa namna hiyo, kwa nini usiwe salama? Utakuwa salama. Lakini ukisema mimi najitosheleza, mimi nina upako, nikinyenyua mikono hivi mapepo yanalipuka, okay, you are going to die soon. Sasa hivi tu itabaki historia. Ukiona kitu kinadumu, kinaishi, kimelelewa, kina malezi, jina la Yesu libarikiwe, kina malezi. Mimi naonaga hata wafanyabiashara wengine ukiwauliza historia yao, kuna watu waliwahi kuwa karibu na wao. Walipokuwa wanakutana na kushuka na kupanda, kuna watu walikuwa wakiwaambia usikate tamaa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya, mpaka wakasimama na wao wakawa walezi wa wengine. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa ujifunze kujua haya. Mungu anainuaga watu wa namna hiyo kama ulinzi. Wakulinde. Kasome habari za Musa. Kwani Musa alilindwa na nini? Alipotupwa kwenye maji kule, akamchukua mtoto wa nani? Wa Farao, binti Farao. Alafu akamtunza kwenye ikulu. Ndio akalindwa hivyo. Angeuawa yule mtoto wa kiume wa Kiyahudi. Lakini alilindwa. Mungu akatumia mtu kumlinda. Mungu anatumiaga watu kukulinda. Na ndio maana moja ya kitu unatakiwa kuomba kwenye maisha yako, omba watu sahihi ambao Mungu akikuinulia watakulinda. Kwa sababu shetani pia anatumia watu kuangamiza watu. Unanielewa ninachosema? Anatumia watu kuangamiza watu. Wengine watakuangamiza kwa maneno, wengine watakutengenezea fitina ili tu uangamie. Na saa hiyo Mungu naye anainua watu ili kukulinda. Wale watu ambao wakati wengine wanatamka vibaya, wengine wanasema tunamfahamu yule mama, hayuko hivyo, yule mama ni mwema, yule mama anafaa. Wengine wanainuka wanasema hakuna, wale wanasimama wanasema sisi tuko naye, huyu tunamjua. Ukishaona namna hiyo, maana yake Mungu ameinua watu ili waweze kumlinda. Jina la Yesu libarikiwe. Na moja ya kitu unapoendelea na mwaka huu, hata unapoomba, unaposema Mungu naomba hiki, omba pia mwambie Mungu niinulie watu ambao utawaweka kama walinzi kwenye maisha yako. Watu ambao watabeba mzigo, watakuwa na upendo kama ulio nao, watakao kuvumilia hata saa nyingine nikiwakosea, watasema huyu tumepewa kumlinda, ni udhaifu wake tulio nao, lakini tunampenda. Lakini kuna watu ambao hata ukiwakosea wao hawakati tamaa, wanasema huyu tunampenda, huyu tunamjali, huyu tuko naye. Kwa nini? Mungu amewainua ili wakulinde. Na watu wa namna hiyo wanaposimama kwenye jukumu la namna hiyo, kufikiri wanachokifanya huwa kinakuwa ni mbegu, sio mbegu kwa ajili yao, lakini mbegu kwa ajili ya vizazi vyao. Kuna miaka huko watoto wao watahitaji kuona wanafuata mahali, Mungu atainua watu wengine kwamba baba yenu alibadilika kwenye madhabahu yao kulinda watu wengine wasioamini.
Kwa Mungu anapokupa hilo jukumu, usikimbie. Mlinde mwenzako, mlinde mpendwa mwenzako, mlinde asipotee. Mshauri, muonye, mwelekeze, muombee, mvumilie. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Lakini ulinzi ambao sasa wewe unasema ni highest, ni ulinzi wa kiwango cha juu, ni kulindwa na utukufu wa Mungu. Sema kulindwa na utukufu wa Mungu. Andika tu haya maandiko, nafunika Biblia. Andika haya maandiko. Andika Isaya 58 mstari wa 8. Alafu andika Hesabu 14 mstari wa 5 hadi wa 11. Isaya 58 mstari wa 8. Hesabu, kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 5 hadi wa 11. Ninapomalizia unisikilize. Mahali hapo Biblia inasema utukufu wa Mungu utakufuata nyuma ili ufanye nini? Ili ufanye nini? Ili ukulinde. Sema ili ukulinde. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna maneno pale anasema nuru tatokeza, utapata afya yako, lakini anazungumza anasema utukufu wa Bwana utakufuata nyuma kwa lengo moja tu, kukulinda, to protect you, to protect you. Kuna maeneo ambayo hata wanadamu hawataweza kukulinda. Kuna maeneo ambayo sio malaika tena wanatakiwa. Kuna maeneo ambayo ni Mungu mwenyewe anatakiwa. Sema Mungu mwenyewe anatakiwa kukulinda, kukulinda. Mwalimu, kwa nini umeongea hili kwa mzigo sana? Aina ya mwaka tulio nao. Unanisikia ninachosema? Aina ya mwaka tulio nao unahitaji ulinzi wa Mungu kuliko unavyofikiri. Kuna aina ya mashambulizi unaona ni kawaida kwenye maisha yako, ni kwa sababu umekosa kitu kinaitwa ulinzi wa kiungu. Jina la Yesu libarikiwe. Aina ya mwaka tulio nao unahitaji ulinzi, watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi, watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi, watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi. Angalia ninapomaliza kile kitabu cha Hesabu nilichokwambia, Hesabu 14 mstari wa 5. Unaona wakina Kalebo, Yoshua na Musa wanapoinama na kusujudu, wanapoanguka chini, sio kusujudu, walipoanguka chini kuambia wana wa Israeli, msiasi, msigeuke. Ikiwa Mungu anatufurahia, yeye atatupa nchi, msiwaogope. Ile nchi Mungu atatupa. Lakini unakumbuka wana wa Israeli walichofanya kwenye hiyo mistari niliyokuambia uandike? Wana wa Israeli wakaghadhibika, wakachukua mawe. Unayajua mawe wewe? Umewahi kupigwa na jiwe usiku unatembea? Mawe. Wakachukua mawe, Biblia inasema, alafu wakasema tunawapiga hawa wasitutaabishe. Yani waue viongozi. Mawe, waue viongozi. Unaona watu wakighadhibika, wanasahau mema yote, kwamba kuna wakati tuliwahi kuwa na kiu ya maji, tuliwahi kutamani nyama. Musa akamuomba Mungu tukapata nyama, walishasahau. Saa hiyo hata mtu uliyemuombea pepo likamtoka akafunguliwa, kasahau. Kwa sababu wengi hapa, wengine mna vidonda vya mioyo, si kwa sababu wale mliowasaidia ndio waliogeuka kuwa adui zenu. Yani mtu ambaye wewe ulimjenga kwa gharama, kwa machozi, alafu ndiye amegeuka anakuvua nguo, anakusema vibaya. Unafikiri ni mchezo? Haikuanza kwako. Wananyanyuka wana wa Israeli, mawe, wawapige mawe. Biblia inasemaje? Wakati wamejipanga kuwapiga mawe, pale msaada wa mwanadamu haupo tena. Hakuna wa kukusaidia. Msaada wa kibinadamu haupo. Biblia inasema wakati wamejipanga ili wapige mawe, kilichotokea, jina la Yesu libarikiwe. Kilichotokea, Biblia inasema kilichotokea, nilikuwa nimefika wapi? Kilichotokea wakati wamepangwa wapige mawe. Sawa, wakati wamepangwa wapige mawe, kilichotokea, jina la Yesu libarikiwe. Kilichotokea sasa,
Biblia inasema utukufu wa Mungu, utukufu wa Bwana ukatokea, si ndio wakati wamepangwa wapigwe mawe, wameshawanenea vibaya, wanapanga kuangamiza, yani kumebaki sekunde ya mwisho, sasa tunawamaliza hawa, yani ile sekunde ya mwisho, na nyinyi mnaona hamna msaada wa kuwasaidia. Kilichotokea, Biblia inasema utukufu wa Bwana ukatokea, na utukufu wa Bwana ulipotokea, Mungu amekuja akiwa na hasira, anamwambia Musa, anasema hawa nitawavumilia mpaka lini? Japokuwa nimefanya matendo makuu kwenye maisha yao, lakini bado wananidharau. Watanidharau mpaka lini? Anamwambia Musa, utukufu wa Bwana ulipotokea, Biblia haituelezi yale mawe yalienda wapi. Saa Bwana akitokea kukupigania, wale uliowaona wana nguvu, wanatamba mtaani, wanasema tutammaliza. Saa utukufu wa Bwana ukitokea, hautawaona walipotelea wapi. Biblia kwenye Isaya inasema unawatafuta lakini hautawaona, wale waliofamilia kukuangamiza. Kwa nini? Saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Hata kama wamekodishana kwamba tunachukua na wengine Sumbawanga, na wengine Tanga, na wengine Mtwara, na wengine Lindi, na wengine Kigoma, ili kuja kumaliza familia hii, ili kuja kumaliza kijana huyu, ili kuja kumaliza mama huyu, saa Mungu anapokea. Unajua wale nyinyi mnasoma Biblia kidogo, tusikiliza, unaweza kusoma haraka haraka, usifikiri walitaabishwa kidogo. Wanaongea, wanajitetea, wakina Musa hawaeleweki. Watu wamepanga kuangamiza, wanasema haiwezekani, wanaongea maneno magumu. Unafikiri kiongozi mpaka anaanguka chini? Unaelewa gharama ya kiongozi aliyekuwa anaheshimika? Anaanguka chini kupraise, anaanguka, analala kwenye sakafu, anasema jamani, naomba msiasi, naomba msigeuke. Kiongozi amelala chini. Unaelewa maana yake? Maana yake no way. Hawa watu hawaelewi lugha yoyote. Basi navua mamlaka yangu, nalala chini, lakini bado hawakuelewa. Mungu anaona wanataabisha, Mungu anaona. Ni kama wakati mwingine unapopitia vita ya maneno, Mungu anaona. Watu wanakutaabisha, Mungu anaona. Watu wanashindana na wewe, Mungu anaona. Saa watakapofikiri wanaenda kukumaliza, kwa kuwa umejifunza kutembea na Mungu na utukufu wa Bwana uko ndani yako, saa wanafikiri muda wake wa kumaliza umefika. Ile saa ya mwisho, ile saa ya mwisho, nasema utawatafuna hautawaona, kwa kuwa utukufu wa Bwana utaongoza ili kukulinda. Wakati umepigwa kwenye tanuru, watamuona mtu wa nne yuko kule ndani, wataona nguo zako zitetemeke. Kwa nini? Utukufu wa Bwana umetokeza ili ukulinde. Hebu sema hawataniweza. Sema hawataniweza. Mwingine hajaelewa. Hebu sema wa malaika. Kwenye Zaburi anasema malaika huweka kituo kwao wamchao, si ndio? Neno lile kituo maana yake wanaweka kambi, kama vile unavyoonaga kambi za kijeshi. Unaweza kaenda kuiba kambini, unaweza kwenda kuiba, sio? Siku moja ukaibe Mbalizi kule kambi ya jeshi. Kwanza hata ukipita tu pembeni, hakuna aliyekwambia tembea kwa nidhamu. Kama ulikuwa unapiga kelele, unaanza kupunguza kelele. Hakuna aliyekwambia, kwa sababu umejua tu hapa ni kambi ya kijeshi. Sasa ndivyo alivyo mtoto wa Mungu anayemcha Mungu. Malaika huwa wanaweka kituo kwenye maisha yake, wanaweka kambi. Sasa hizo ni aina za ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Na aishie hapo. Mungu akitaka kukulinda anatumia pia watu. Sema watu ni aina nyingine ya ulinzi. Muda hautoshi, ningekupa maandiko, muda hautoshi.
Ungemuona shangazi mmoja ambaye aliamua kuua watoto wa kaka yake ili wasije wakalisi ufalme. Akaamua kuwaua, alafu akafikiri amewamaliza, lakini kuna kuhani mmoja alimchukua mtoto wa yule mfalme, kaka wa huyu shangazi, alafu akaenda kumficha. Maana yake Mungu anawatumia watu pia kulinda. Mungu anawatumia watu kulinda. Ndio maana kuna aina ya watu wanaweza wakawa wanafuatilia maisha yako mpaka unakuwa bored. Kumbe Mungu anawatumia kukulinda wewe usipotee. Jina la Yesu libarikiwe. Mpaka unakasirika. Unasema hivi, wananifuatilia nini? Wamekosa kazi. Kama ni mwenzangu na mimi mtu wa Mbeya, asumbua watu hapa. Wanasumbua, kumbe Mungu amewapa mzigo ili wakulinde, ili wakutunze. Unanielewa? Ndio maana hata mtu akiwa mtumishi hawi peke yake, kwa sababu atapotea, ataharibika. Ana watu wanaomwambia no. This one, hii sio sawa. Hii ana watu wenye sauti ya kumwambia usiende unakokwenda. Geuka. Akikosa hao watu, maana yake amekosa ulinzi. Kuna wakati wanawaambia hadi wanakwaya, mkiona mna mlezi anayewaogopa, huyo sio mlezi bado, ndio mmemnyima mamlaka. Na kwaya nyingi zinawanyima walezi mamlaka. Kasoro kwaya zenu tu nyinyi inaonekana mko na hofu. Ila kwaya nyingi huwa zinawanyima walezi mamlaka, kwambia mlezi atusikilize sisi. Sasa mlezi maana yake ni? Yaani mlezi awasikilize nini? Maana yake ni asikilize sisi tulichoamua. Hamjampa meno huyo mlezi, na mtapotea. Migogoro itakuwa mikubwa. Mlezi akiwa na power, kuna vitu hadi mnaogopa, mnasema hili likimfikia mlezi hatujapona, hatujawa sawa. Wewe angalia hata ndoa za vijana wadogo, vijana ambao hazina walezi. Kaangalia shughuli yake. Kaangalia kila kitu ambacho unakiona ni bora kimewahi kuwa na mlezi. Unanielewa ninachosema? Na mlezi akipewa power, akipewa mamlaka, hata kama hujafanya kosa, lakini unajichunga usifanye kosa, na ikitokea umefanya kosa, usubiri kuitwa, unaenda mwenyewe, unajipeleka, unasema naomba unisamehe, nimekosea. Kwa namna hiyo, kwa nini usiwe salama? Utakuwa salama. Lakini ukisema mimi najitosheleza, mimi nina upako, nikinyenyua mikono hivi mapepo yanalipuka, okay, you are going to die soon. Sasa hivi tu itabaki historia. Ukiona kitu kinadumu, kinaishi, kimelelewa, kina malezi. Jina la Yesu libarikiwe. Kina malezi. Mimi naonaga hata wafanyabiashara wengine ukiwauliza historia yao, kuna watu waliwahi kuwa karibu na wao. Walipokuwa wanakutana na kushuka na kupanda, kuna watu walikuwa wakiwaambia usikate tamaa, fanya hivi, mpaka wakasimama na wao wakawa walezi wa wengine. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa ujifunze kujua haya. Mungu anainuaga watu wa namna hiyo kama ulinzi. Wakulinde. Kasome habari za Musa. Kwani Musa alilindwa na nini? Alipotupwa kwenye maji kule, akamchukua mtoto wa nani? Wa Farao, binti Farao, alafu akamtunza kwenye ikulu. Ndio akalindwa hivyo. Angeuawa yule mtoto wa kiume wa Kiyahudi, lakini alilindwa. Mungu akatumia mtu kumlinda. Mungu anatumiaga watu kukulinda. Na ndio maana moja ya kitu unatakiwa kuomba kwenye maisha yako, omba watu sahihi ambao Mungu akikuinulia watakulinda. Kwa sababu shetani pia anatumia watu kuangamiza watu. Unanielewa ninachosema? Anatumia watu kuangamiza watu. Wengine watakuangamiza kwa maneno, wengine watakutengenezea fitina ili tu uangamie. Na saa hiyo Mungu naye anainua watu ili kukulinda. Wale watu ambao wakati wengine wanatamka vibaya, wengine wanasema tunamfahamu yule mama, hayuko hivyo, yule mama ni mwema, yule mama anafaa. Wengine wanainuka wanasema hakuna, wale wanasimama wanasema sisi tuko naye, huyu tunamjua. Ukishaona namna hiyo, maana yake Mungu ameinua watu ili waweze kumlinda.
Jina la Yesu libarikiwe. Na moja ya kitu unapoendelea na mwaka huu, hata unapoomba, unaposema Mungu naomba hiki, naomba hiki, omba pia mwambie Mungu niinulie watu ambao utawaweka kama walinzi kwenye maisha yangu. Watu ambao watabeba mzigo, watakuwa na upendo kama ulio nao, watakao univumilia hata saa nyingine niliwakosea, wanasema huyu tumepewa kulinda, ni udhaifu wake tulio nao, lakini tunampenda. Lakini tunajua kuna watu ambao hata ukiwakosea wao hawakati tamaa, wanasema huyu tunampenda, huyu tunamjali, huyu tuko naye. Kwa nini? Mungu amewainua ili wakulinde. Na watu wa namna hiyo wanaposimama kwenye jukumu la namna hiyo, kufikiri wanachokifanya huwa kinakuwa ni mbegu, kinakuwa ni mbegu, sio mbegu kwa ajili yao, lakini mbegu kwa ajili ya vizazi vyao. Kuna miaka huko watoto wao watahitaji kuona wanavuka mahali, Mungu atainua watu wengine kwamba baba yenu alibadilika kwenye madhabahu yao kulinda watu wengine wasiodhamini, na kwa sababu hiyo mimi na wainulia watu wengine kuwatunza. Alipanga mbegu. Kwa Mungu anapokupa hilo jukumu, usikimbie. Mlinde mwenzako, mlinde mpendwa mwenzako, mlinde asipotee. Mshauri, muonye, mwelekeze, muombee, mvumilie. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Lakini ulinzi ambao sasa wewe unasema ni highest, ni ulinzi wa kiwango cha juu, ni kulindwa na utukufu wa Mungu. Sema kulindwa na utukufu wa Mungu. Andika tu haya maandiko, nafunika Biblia. Andika haya maandiko. Andika Isaya 58 mstari wa 8. Alafu andika Hesabu 14 mstari wa 5 hadi wa 11. Isaya 58 mstari wa 8. Kitabu cha Hesabu 14 mstari wa 5 hadi wa 11. Ninapomalizia unisikilize. Mahali hapo Biblia inasema utukufu wa Mungu utakufuata nyuma ili ufanye nini? Ili ufanye nini? Ili ukulinde. Sema ili ukulinde. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna maneno pale anasema nuru tatokeza, utapata afya yako, lakini anazungumza anasema utukufu wa Bwana utakufuata nyuma kwa lengo moja tu, kukulinda, to protect you, to protect you. Kuna maeneo ambayo hata wanadamu hawataweza kukulinda. Kuna maeneo ambayo sio malaika tena wanatakiwa. Kuna maeneo ambayo ni Mungu mwenyewe anatakiwa. Sema Mungu mwenyewe anatakiwa kukulinda, kukulinda. Mwalimu, kwa nini umeongea hili kwa mzigo sana? Aina ya mwaka tulio nao. Unanisikia ninachosema? Aina ya mwaka tulio nao unahitaji ulinzi wa Mungu kuliko unavyofikiri. Kuna aina ya mashambulizi unaona ni kawaida kwenye maisha yako, ni kwa sababu umekosa kitu kinaitwa ulinzi wa kiungu. Jina la Yesu libarikiwe. Aina ya mwaka tulio nao unahitaji ulinzi watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi watu wa Mungu. Unahitaji ulinzi. Angalia ninapomaliza kile kitabu cha Hesabu nilichokuambia, Hesabu 14 mstari wa 5. Unaona wakina Kalebo, Yoshua na Musa wanapoinama na kusujudu, wanapoanguka chini, sio kusujudu, walipoanguka chini kuambia wana wa Israeli, msiasi, msigeuke. Ikiwa Mungu anatufurahia, yeye atatupa nchi, msiwaogope. Ile nchi Mungu atatupa. Lakini unakumbuka wana wa Israeli walichofanya kwenye hiyo mistari niliyokuambia uandike? Wana wa Israeli wakaghadhibika, wakachukua mawe. Unayajua mawe wewe? Umewahi kupigwa na jiwe usiku unatembea? Mawe. Wakachukua mawe, Biblia inasema, alafu wakasema tunawapiga hawa wasitutaabishe. Yani waue viongozi. Mawe, waue viongozi. Unaona watu wakighadhibika, wanasahau mema yote, kwamba kuna wakati tuliwahi kuwa na kiu ya maji, tuliwahi kutamani nyama. Musa akamuomba Mungu tukapata nyama, walishasahau. Saa hiyo hata mtu uliyemuombea pepo likamtoka akafunguliwa, kasahau.
Kwa sababu wengi hapa, wengine mna vidonda vya mioyo, si kwa sababu wale mliowasaidia ndio waliogeuka kuwa adui zenu. Yaani mtu ambaye wewe ulimjenga kwa gharama, kwa machozi, alafu ndiye amegeuka anakuvua nguo, anakusema vibaya. Unafikiri ni mchezo? Haikuanza kwako. Wananyenyuka wana wa Israeli, mawe wawapige mawe. Biblia inasemaje? Wakati wamejipanga kuwapiga mawe, pale msaada wa mwanadamu haupo tena. Hakuna wa kukusaidia, msaada wa kibinadamu haupo. Biblia inasema wakati wamejipanga ili wapige mawe, kilichotokea, jina la Yesu libarikiwe. Kilichotokea, Biblia inasema kilichotokea, nilikuwa nimefika wapi? Kilichotokea wakati wamepangwa wapige mawe. Sawa, wakati wamepangwa wapige mawe, kilichotokea, jina la Yesu libarikiwe. Kilichotokea sasa, Biblia inasema utukufu wa Mungu, utukufu wa Bwana ukatokea, si ndio? Wakati wamepangwa wapigwe mawe, wameshawanenea vibaya, wanapanga kuangamiza. Yani kumebaki sekunde ya mwisho, sasa tunawamaliza hawa. Yani ile sekunde ya mwisho, na nyinyi mnaona hamna msaada wa kuwasaidia. Kilichotokea, Biblia inasema utukufu wa Bwana ukatokea. Na utukufu wa Bwana ulipotokea, Mungu amekuja akiwa na hasira, anamwambia Musa, anasema hawa nitawavumilia mpaka lini? Japokuwa nimefanya matendo makuu kwenye maisha yao, lakini bado wananidharau. Watanidharau mpaka lini? Anamwambia Musa, utukufu wa Bwana ulipotokea, Biblia haituelezi yale mawe yalienda wapi. Saa Bwana akitokea kukupigania, wale uliowaona wana nguvu, wanatamba mtaani, wanasema tutammaliza. Saa utukufu wa Bwana ukitokea, hautawaona walipotelea wapi. Biblia kwenye Isaya inasema unawatafuta lakini hautawaona, wale waliofamilia kukuangamiza. Kwa nini? Saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea, saa Bwana anapotokea. My Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Hata kama wamekodishana kwamba tunachukua na wengine Sumbawanga, na wengine Tanga, na wengine Mtwara, na wengine Lindi, na wengine Kigoma, ili kuja kumaliza familia hii, ili kuja kumaliza kijana huyu, ili kuja kumaliza mama huyu, saa Mungu anapokea. Unajua wale nyinyi mnasoma Biblia kidogo, tusikiliza, unaweza kusoma haraka haraka, usifikiri walitaabishwa kidogo. Wanaongea, wanajitetea, wakina Musa hawaeleweki. Watu wamepanga kuangamiza, wanasema haiwezekani, wanaongea maneno magumu. Unafikiri kiongozi mpaka anaanguka chini? Unaelewa gharama ya kiongozi aliyekuwa anaheshimika? Anaanguka chini kupraise, anaanguka, analala kwenye sakafu, anasema jamani, jamani, naomba msiasi, naomba msigeuke. Kiongozi amelala chini. Unaelewa maana yake? Maana yake no way. Hawa watu hawaelewi lugha yoyote. Basi navua mamlaka yangu, nalala chini, lakini bado hawakuelewa. Mungu anaona wanataabisha, Mungu anaona. Ni kama wakati mwingine unapopitia vita ya maneno, Mungu anaona. Watu wanakutaabisha, Mungu anaona. Watu wanashindana na wewe, Mungu anaona. Saa watakapofikiri wanaenda kukumaliza, wakuwa wamejifunza kutembea na Mungu na utukufu wa Bwana uko ndani yako, saa wanafikiri muda wake wa kumaliza umefika. Ile saa ya mwisho, ile saa ya mwisho, nasema utawatafuta hautawaona, kwa kuwa utukufu wa Bwana utaongoza ili kukulinda. Wakati umelipa kwenye tanuru, watamuona mtu wa nne yuko kule ndani, wataona nguo zako ziteketee. Kwa nini? Utukufu wa Bwana umetokeza ili ukulinde.
Hebu sema hawataniweza. Sema hawataniweza. Mwingine hajaelewa. Hebu sema hata wangu wao kunifanyia nafasi, nami nitazidi katika nchi. Watashindana na mimi, lakini hawatashinda. Nitawatafuta kila mahali, lakini sitawaona. Haijalishi wanaonekana wana nguvu kiasi gani leo, hata kama wamekaa kwenye nafasi, hata kama wamekaa kwenye nafasi, hata kama wako kila mahali, hata kama wako ndani ya familia, hata kama wako kwenye ukoo, hata kama wanakujua ulivyo dhaifu, lakini Mungu anapotokea, vita sio yako, ni ya Bwana. Vita sio yako, ni ya Bwana. Vita sio yako, ni ya Bwana. Nasema vita sio yako, ni ya Mungu aliye hai. 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 Ando robusi. Unanielewa nachosema? Unanielewa nachosema? Watapanga ajali, haitakupata. Watatega njia panda, utapita. Unapenya, unapenya. Mwambie jirani yako unapenya, unapenya. Unapenya, unapenya. Wanafanya kila wanachoweza, but they will never succeed. Hawatafanikiwa, hawatafanikiwa. Watajaribu kukutamisha tu, lakini hawawezi kukuzamisha. Hata wakikutaka utachukua wewe, hata wakijaribu kukata matawi utachomoza tena. Kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Bwana unatembea na wewe. Wengine anashangaa, hivi ndivyo inatokea kwenye ulimwengu wa roho. Mapepo yatashangaa. Jamani, kuna mtu ananielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Hata kama wengine walisema tunamvizia, Biblia inasema wako waviziao. Ezra anasema kwenye ile Ezra 8:31 anazungumza juu ya waviziao. Waviziao 30 hadi 31 anasema Mungu akatuokoa na mkono wa adui, na yeye atuviziaye njiani. Wakati wametegeshea kwamba tutamnasa mwezi wa 4, Mungu kawaisha neno lake mwezi wa 3, ili mwezi wa 4 waliopanda, wakati wao wametenga, wamewekeza, wengine wamewekeza zaidi ya miaka 5, miaka 6 before, kwamba mwaka huu lazima tumalize. They will never succeed. Hawatafanikiwa. Unanielewa? Nasema hawatafanikiwa. Nasema hawatafanikiwa. Kama walikusofisha miaka mingine, huu ni mwaka wa kutembea na utukufu wa Bwana. Bwana atakaya. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Mungu anafanyaga maajabu. Yule aliyemkataa ameshangaa, anapenya mahali pasipopendeka. Ni nani ajuaye kwamba huu ni mwaka wako, mwaka wa Bwana kukutengenezea? Simama kwa miguu yako, simama. Usiondoke sasa. Nataka nikuongoze maombi haya uweze kwenda. Usiondoke. Mwambie jirani yako. Anasemaje? Mwalimu, sasa hichi ulichofundisha, yaani ninataka Bwana nisaidie sana. Kumbuka mchungaji alichosema, kwa lazima unahitaji toba tu. Toba inaleta utukufu wa Mungu. Unanielewa ninachosema? Unahitaji kujinyenyekesha kwa Mungu na kumwambia Mungu, nakupa nafasi. Acha kuogopa hali unazopitia. Acha kuogopa mazingira. Usiogope, utukufu wa Mungu utakuzukia na utakusaidia. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Mwambie jirani yako kesho. Ameelewa ukisema kesho? Ameelewa. Kesho sikupi hiari kama leo. Leo nilikwambia ukisikia kufunga ufunge, wale wa Kwaresima wameshafunga. Sasa mwenzangu na mimi utakuwa umekula mandazi leo.
Kesho masaa, pika ugali, usile wali. Wali hata kipolo. Kipolo cha wali ni chakula kitamu. Wali we unagali kama unatumia dawa. Na Chinese na kuchagulia hadi mboga. Chinese ukiweka mafuta na vitunguu ni mboga tamu. Chinese katakata vizuri, ichemshe. Tuna ajenda ya kifalme na mwaka husika, na utanielewa sawa sawa na mwaka husika. Nitakupa vipengele, tutaomba na tutafanya maombezi. Kuna watu nasikia walikuwa kwenye redio. Maana yake nini? Hata kama Mungu atawafukuza wachawi waliokuwa wanakuloga, lakini hilo eneo alilofukuza wachawi litabaki ukiwa. Si ndio Biblia inasema pale kwenye mstari wa 16 kwamba atawafukuza wafalme wawili anaowachukia, lakini zile nchi zitabaki ukiwa kwa sababu huyu mtoto bado hajapata ufalme. Kwa mwingine hapa unasikia unaomba, unasema nilishakemea sana maagano nimevunja, lakini hali yangu bado ni mbaya kwa sababu ufahamu hujapata bado. Yale maeneo yamebaki ukiwa tu. Hata wakati wa kuchua mando, usinyanyua mikono yako juu mbele za Bwana. Kwa kumaanisha maombi yako, usimwambie Mungu nifungue, mwambie Mungu nakutaka wewe, nakutaka wewe kwenye hali zote ninazopita za maisha yangu. Nakutaka wewe tu, nakutaka wewe. Na maanisha kutoka moyoni, mwambie Mungu nakutaka wewe, utukufu wako uonekane kwenye maisha. Inua mikono yako juu, sema Mungu uliye hai, kwa unyenyekevu kabisa. Kumbuka leo ni kwa lazima, ni masuala ya toba. Unajua mwingine tunaposema toba nafikiri mpaka awe amezini au amefanya. Hata kuto kuyafanya mapenzi ya Mungu, yani hujazini, hujafanya chochote kibaya, ni kosa. Inua mikono yako juu, sema Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, niko mbele za uso wako jioni ya leo. Nimesikia neno lako na mwongozo wako juu ya mwaka huu 2025. Mungu uliye hai, katika siku hii ya leo ambayo tunaimaliza usiku wa leo, ninaomba Bwana unikumbuke mimi na familia yangu. Nimeinua mikono yangu, ninaomba toba mbele za uso wako. Unirehemu Bwana, katika damu ya Yesu upate kunitakasa, upate kuniosha kwa damu ya Yesu. Nisamehe Bwana kwa jambo lolote nililokukosea, nililokupenda dhambi. Ninaomba unisamehe jambo lolote nililofanya linalokuwa kizuizi cha utukufu wako kudhihirika kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Ninaomba toba, ninatubu Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ambavyo Danieli alitubu, ijapokuwa hakukosea yeye, lakini na yeye alijiuliza kwenye hiyo toba, akasema Bwana unirehemu, kwa kuwa sisi tumekufanya dhambi. Hakukusikiliza manabii wako watakatifu. Akasema unirehemu Bwana, nasi leo tunaomba toba kwa ajili yetu na familia zetu juu ya maovu yanayoendelea kwenye familia zetu, yanayozuia utukufu wako usionekane kwenye ndoa, kwenye familia. Bwana nisamehe kabisa, nisamehe kabisa kwa damu ya Yesu. Jioni ya leo ninakutaka wewe, ninakuhitaji wewe, neno lako sawa sawa
25 ninasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana, jioni ya leo juu ya familia yangu. Yes. 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 Katika jina la Yesu,